Ndugu zangu, najua kuna kitu kimoja lazima tukifahamu, ya kwamba hawa ambao kwamba wajiita wana harakati ambao kwamba mimi nawaita ni wana wa shetani, na hawa ambao kwamba wanawashabikia na kuwaunga mkono na kusaidizana nao katika harakati zao, hawa watu hawana malengo mazuri na sisi. Hawa watu dhahiri yao walipodhihiri walijionyesha kama ni watu ambao kwamba wako upande wa raia, ni watu ambao kwamba wana huruma na raia, ni watu ambao kwamba wanapigania maslahi ya raia na maslahi ya nchi yetu. Lakini tabani sisi ambao kwamba ni wasomi, toka mwanzo walipodhihiri tu tulielewa malengo yao. Lakini kwa watu ambao kwamba walikuwa si wasomi, watu ambao kwamba walikuwa hawana uelewa wa haraka wa kuchanganua mambo, walichelewa kufahamu. Lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba wamewafahamu. Namna gani? Walipodhihiri, wamedhihiri kana kwamba ni watu ambao kwamba wanataka mageuzi, wanataka mifumo bora ya utawala, wanataka maisha mema kwa wananchi na mfano wa mambo kama haya. Haya, hakuna neno. Nia nzuri kabisa. Baada ya process za hapa na pale, baada ya mambo haya na yale, serikali imekuja ikasema, jamani, tunataka nini? Tunataka maridhiano ya kitaifa. Tuketi wote pamoja, tuijenge wote kwa pamoja kwa ajili ya mustakabali wa nchi yetu. Sisi hatutaki. Hatutaki maridhiano. Tunataka mujitoe katika serikali, mujitoe katika kiti cha uongozi. Kumbe malengo yenu nyinyi si utawala bora. Malengo yenu nyinyi si maslahi kwa wananchi. Malengo yenu nyinyi ni utawala. Malengo yenu nyinyi ni uchu wa madaraka. Serikali jitoe, alafu ije serikali ya mpito, ambao kwamba itasimamiwa na Umoja wa Mataifa, sio na Umoja wa Ulaya, sio na vitu kama hivi. Umoja wa Ulaya upi ambao kwamba utakuja kutusimamia sisi? Wazungu wapi ambao kwamba watakuja kutuongoza sisi? Hao ndo wanajua haki za binadamu, hao ndo wanajua kadha, hao ndo kadha. Wazungu wapi ambao kwamba sasa hivi hatuwajui sisi? Wana ustaarabu gani? Wana huruma gani ya kuja kutuongoza sisi au ya kusimamia maslahi yetu? Watu wa Ulaya au wa Marekani, hawa ambao kwamba ni wahalifu wa kivita, hawa ambao kwamba wanaua watoto wadogo, wanaua wanawake, wanaua watu wazima pale Gaza, wahalifu wa kivita hawa, mashaitani wakubwa ndio waje watusimamie sisi? Lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu, kuwatamkisha haya maneno ilikuwa ni kutudhihirishia sisi kwamba hawa watu wanatumika na mabeberu. Ndugu zangu, hawa watu hawana maslahi na sisi. Hawa watu wanapigania maslahi ya matumbo yao, wanapigania maslahi yao binafsi. Nitakutolea mifano kadha utaweza kunifahamu. Kenya, baada ya kuingia rais ambao kwamba yuko sasa hivi madarakani, upinzani na wajitao wanaharakati wakaanzisha au wakaitisha maandamano nchi nzima ya kudai kubadilisha mifumo ya utawala kadha. Mambo mazuri kabisa yakatangazwa. Vijana wakaingia barabarani, wakafanya fujo, wakafa waliokufa, wakaumia walioumia, wakavunjika waliovunjika. Baada ya hapo serikali ikamwambia, haya, tuketi pamoja. Wakaketi pamoja. Lengo lao halikuwa maslahi kwa wananchi, lengo lao lilikuwa ni maslahi yao binafsi. Tunataka wizara kadha, tunataka kadha, wakapewa. Baada ya kupewa, kimya. Hatusikii mtu anaongea hapo Kenya. Maisha yameshuka. Bado maisha ni ghali kweli kweli, maisha ni makali.
Ajira ambazo kwamba walikuwa wanazilia kwa vijana zimepatikana? Hakuna. Kadha kimepatikana? Hakuna. Lakini walichokuwa wanakilia nini? Walichokuwa wanakililia ni wao kupata viti vya uongozi, wao kupata ulaji. Baada ya kupata ulaji uliovunjika, basi tena ni ile punda afe mzigo ufike. Kwa maana nyinyi vijana wagenzi na mfano wake mnajiona kwamba mnapigania haki zenu, lakini uhalisia ni kwamba nyinyi ni punda wa kuwafikisha hawa katika ulaji na katika utawala. Wakishafika nyinyi ni punda. Punda akishafikisha mzigo huo hana thamani tena. Nyinyi ni madaraja tu. Wao wakishavuka basi hamna thamani tena. Genzi wangapi wamevunjika shekhe? Wangapi wako jela? Wangapi kadha hapo Kenya? Baada ya jamaa wale kupata viti ambavyo kwamba walikuwa wanavitaka, wamewafanyia nini? Hayo yote hamjifikirii tu. Nyinyi mnafanywa ni punda kuwafikisha hawa katika maslahi yao. Lakini tujifunze kwa ndugu zetu wa Sudan. Wanaharakati waliitisha maandamano, upinzani wakiitisha maandamano makubwa Sudani. Omar al-Bashir dikteta, Omar al-Bashir kadha, Omar al-Bashir kadha kadha. Omar al-Bashir akaangushwa chini. Baada ya kuangushwa chini tu umekuwa ni mwanzo wa machafuko kuanzia 2019 mpaka sasa hivi. Takwimu zinaonyesha watu waliokufa Sudan ni wingi kuliko waliokufa Gaza. Kuna baadhi ya vijiji watu wameuawa kabisa, kijiji kizima. Hatujifunzi tu kwa wenzetu. Wenyewe wanasema mwenye akili ni yule ambaye kwamba anajifunza kwa makosa ya mwingine, kwa sababu ukisubiri ujifunze kwa makosa yako utakuwa ushaumia tayari. Haki na amani inatangulizwa amani, sio haki. Sudani pale kila kitu kishavunjwa, watu washauawa kadha kadha. Utaenda kudai haki wapi pale? Watoto wadogo wameuawa, wanawake wamebakwa, mali zimeibiwa, mali zimechomwa. Utaenda kudai haki wapi? Wakati kila mmoja Rabbi nafsi. Huyo mwenyewe ambaye kwamba unategemea kurudishia haki yako, yeye mwenyewe Rabbi nafsi, roho mkononi. Gaza kila kitu kimevunjwa. Utaenda kudai haki wapi? Huyo ambaye kwamba unategemea akutetea haki yako pia ya Rabbi nafsi. Alafu kisha cha maajabu, wale watu ambao kwamba tunaona huku sio kina nani waje watuchunguze. Serikali imeunda tume ya uchunguzi yaliyofanyika Oktoba 29. Hatuitaki, tunataka wazungu. Wazungu wale wanaoendesha mauaji Gaza kule, si ndio wao? Ndio waje tuchunguze sisi? Hawa walaanzisha vita Ukraine na Urusi na wameshindwa kuimaliza, ndio waje watuchunguze sisi? Wahalifu wa kivita hao. Mna akili namna gani? Mfano mwingine Libya, wamwangusha Muammar Gaddafi. Kwanzia ilipoangushwa serikali ya Gaddafi mpaka sasa hivi machafuko, ni umaskini, ni kadha ni kadha. Kwa sababu gani? Mabeberu wanataka hivyo. Mpo katika vurugu, wao wanakuja kuchukua mali zenu. Mpo katika vurugu, wao wanakuja kuchukua mali zenu. Kwa hivyo ndugu zangu, sijui hao wajitao wanaharakati wanataka lita ngapi za damu za wananchi ili waridhiki. Alafu kisha kitu kingine, mnatiwa chuki dhidi ya viongozi wenu wa kidini. Mkisikia kiongozi wa dini anahubiri amani, anahubiri mshikamano, anahubiri umoja, huyo ametuma. Na wewe amekutuma nani? Huyo amelipo, wewe wala ukulipa nani? Yaani mnataka kwamba sote tuwe ni makondoo, sote tuwe ni manyangao, sote tuwe ni manyumbu kama nyinyi, tuwe nyuma yenu tu. Nyinyi mnasema kwamba mnalingania demokrasia, mnalingania uhuru wa kujieleza. Nini maana uhuru wa kujieleza? Uhuru wa kujieleza ni kwamba kila mmoja aeleze na aseme lile ambalo kwamba analiona ni sawa yeye, madam halikiuki kanuni za nchi, madam halikiuki kanuni za kibinadamu, madam halimuudhi mwingine. Yani halimuudhi mwingine maana halimdhuru mwingine, yani halina madhara, sila uchochezi, sila kadha, sila kadha. Aeleze. Sasa wewe unaitisha
au unalingania siasa za uhuru wa kujieleza, lakini uhuru huo wa kujieleza ni kwa watu ambao kwamba unakuunga mkono wewe tu. Ikiwa hawakuungi mkono, wao hawana uhuru wa kujieleza. Yani nyinyi mnagawa vitambulisho vya ruhusa ya kujieleza, lakini kwa sharti unatuunga mkono sisi. Ukiwa hutuungi mkono sisi, la. Asa, kwa nini nyinyi mna haki kuwa na wafuasi, mna haki kuwa na watu wenye kuwaunga mkono, lakini wenzenu hawana haki ya kuwa na wafuasi, hawana haki ya kujieleza, hawana haki ya kuwa na watu ambao wenye kuwaunga mkono? Wa ila watu wakiunga mkono ni mamluki, wametumwa, wamenunuliwa kadha. Uhuru wa kujieleza ni kwamba kila mmoja aeleze yale ambayo kwamba anaona sawa, madamu hayakiuki kanuni. Asa nyinyi ni kwa nini mna haki ya kuchagua mrengo kadha, mrengo wa upinzani, mrengo wa vurugu, mrengo wa fujo, lakini wenzenu kuchagua mrengo wa amani, mrengo wa usalama, mrengo wa maslahi ya umma? Hawana haki hiyo. Mambo lazima tuchunguze sana. Lazima tuchunguze sana. Uhuru wa kujieleza si kwamba kila mmoja lazima awe nyuma yenu, la. Kila mmoja lazima yatafakari mambo kulingana na akili yake, kulingana na ufikiri wake. Lakini hii ni kuonyesha kwamba hata haya ambayo kwamba mnasema hamuyatambui. Lakini tunashukuru Mungu, sasa hivi raia wamekuwa na uelewa, akili zao zimefunuka, wamekuwa wanafahamu vizuri ya kwamba nyinyi hamuitakii kheri nchi hii. Kama kweli nyinyi wazalendo wa kweli, kwa nini nyote mko nje? Kwa nini msije hapa ndani? Susieni bidhaa, fanyeni kadha. Madhara yanarudi kwa nani? Tumeona Oktoba 29 hapa. Wanaumia si matajiri. Wanaumia si watu wa juu, wanaumia ni watu wa chini. Kuna mtu yeye kula kwake mpaka atoke, aenda akafanya vibarua ndo apate kula. Kuna mtu kula yake mpaka aenda akatembeze maji kule ndo apate kula. Sasa huyu amezuiliwa wiki nzima kwa sababu ya ukosefu wa amani ambao kwamba mmeusababisha nini? Anayeumia nani? Ni huyu wa chini. Aliosababisha huyu aumie nani? Ni nyinyi. Nyinyi hapo ndio mliosababisha. Sasa nyinyi mnajifanya. Unajua kuna baadhi ya mambo yataka akili ndogo tu, si hata kubwa. Sisi tunatetea wananchi kadha. Sasa unatetea mwananchi wakati wewe ndio unomdidimiza. Maduka ya watu yaliovunjwa. Kuna baadhi ya watu maskini ya Mungu wamevunjwa viduka vyao, ndio ilikuwa kiduka chenye mwenyewe anategemea ilishe familia yake. Kimevunjwa, vilichukuliwa mali zote. Alosababisha huyu afilisike nani? Ni wewe hapo. Sasa wewe unatetea haki za wananchi au wewe unadidimiza haki za wananchi? Na tufahamu ndugu zangu ya kwamba hakuna utawala ambao kwamba duniani wenye uwezo kumsimamia au kumsaidia mtu mmoja mmoja. Na maanisha nini? Hakuna utawala duniani ambao kwamba wenye uwezo wa kuangalia, je, leo Shafi ana unga, leo Shafi ana sukari, leo Shafi ana mchele, hana mpelekeni kigunia cha mchele, mpelekeni unga. La, serikali zote duniani huwa zinasimamia mambo ya miundombinu ya kijumla, si mambo ya mmoja mmoja. Marekani yenyewe kule kuna watu wanalala nje. Sisi tumesafiri kwenda nchi za nje, nchi kubwa kubwa, kuna watu wanalala nje, kuna watu ombaomba wako barabarani, kuna watu kadha. Hizo nchi ambazo kwamba tunaambia zimeendelea. Unataka kutuambia nini? Wewe mtu kama huna kazi, au mtu hutaki kufanya kazi, au mtu unachagua kazi ya kufanya, hutaki mwenyewe kujishughulisha, unafikiri wewe kuna utawala ambao kwamba utakuja kukusaidia wewe? Hakuna utawala ambao kwamba unaweza kuwasaidia wavivu. Hakuna utawala ambao kwamba unaweza kuwabeba watu ambao kwamba wataka kujishughulisha. Hakuna. Napozungumza haya kwamba mimi mwenyewe ni mtu wa kawaida, kipato changu ni cha kawaida, shughuli zangu ndo hizi ambazo kwamba watoto wanafanya, wanazifanya. Kwa hivyo unaposema tunawasemea Watanzania wapi? Sisi ndio Watanzania. Watanzania hawa wakubali.
Watanzania hawayatambui haya ambayo kwamba mnayoyasema. Wengine hamuna kabisa uraia wa Tanzania, mna uraia wa nchi zingine, mmeukana uraia wa nchi zingine. Semeni tunasemea maslahi yetu sisi binafsi, sio maslahi ya wananchi. Kisha unaposema kwamba serikali hii hatuitaki, ijiuzulu mara moja, kadha, ni kuonyesha kwamba wewe ni mtu ambaye kwamba unaofilisika kimawazo, kifikra, kimbinu. Kwa sababu gani? Mmetumia mbinu zote za kuleta vurugu, mmeshindwa. Mmetumia mbinu zote za kuingia katika utawala, mmeshindwa. Sasa jiuzuluni, jiondoeni, kadha. Hivi jamani, uongozi huo unapatikana hivyo? Wenzenu hawa ambao kwamba wapo katika uongozi, katika ngazi mbalimbali, katika viti mbalimbali, wameingia kwa michakato. Wameingia kwa michakato. Uongozi ni mchakato. Uongozi si kutoka tu, fanyeni vurugu, ingieni barabarani. Kisha watu wakishafanya vurugu, mnaufanya ule, wakishaumia sasa mnaufanya ule ndio mtaji. Yaani mnawatuma watu waende wakaharibu mali za watu. Mnawatuma watu hivi. Unapocheli ambapo kwamba ipo katikati ya mji, kuna majengo pembeni kule, kuna nini, ikishaungua ile, madhara haitoishia pale tu, yataenea pia kwa wale raia. Kwa hivyo wewe unaenda kufanya vile, uangaliwe tu, mamlaka zikuangalia. Sasa kuna maana gani kwamba vyombo vya ulinzi na usalama kwamba vinalinda ni raia na mali zao? Maana ya kulinda raia na mali zao ni kwamba lazima mtu ambaye kwamba anataka kusababisha madhara kwa mali za raia au kwa raia lazima ushughulike naye. Sasa nyinyi mnaotuma watu waende kafanya vurugu, wakishafanya vurugu, wakishaadabishwa, sasa mnaofanya ule ndio mtaji. Serikali inapiga watu, serikali inafanya. Sasa wataka wafanywe nini sasa? Waharibu mali za watu. Yaani kudai haki zenu ambako mwenye mwazita ni haki, kudai haki zenu na kuharibu mali za watu inahusiana nini? Yaani kuna uhusiano gani baina ya kuharibu? Unapoharibu mali za umma, unaharibu vituo vya mwendokasi, unaharibu miundombinu, unaharibu kazi. Hizi ni mali za umma, si mali za serikali. Serikali haina mali. Yaani hao mnaona rais, naibu rais, mawaziri, hawana mali zao binafsi ambazo kwamba wamechuma huku wakaenda nazo pale katika utawala, wakaanza kujenga barabara, wakaanza kufanya hivi. Hawana. Ni mali zetu sisi, ni kodi zetu sisi ambazo kwamba ndizo zinafanya haya maendeleo. Kwa maana hiyo, mkiharibu hivi vitu ambavyo kwamba vimetengenezwa na mali zetu sisi, hamjawatia hasara serikali, mmetutia hasara sisi walipa kodi. Kwa hivyo nyinyi hamuihujumu serikali, bali mnawahujumu wananchi wote wa Tanzania. Hamtangazi uadui na serikali, bali mnatangaza uadui na wananchi wote wa Tanzania. Kwa sababu baada ya hivi vituo vya mwendokasi kuharibiwa, baada ya miundombinu ya nchi kuharibiwa, pesa au fedha ambazo kwamba zilizokuja kurekebisha na kukarabati na kurepea haya yaliyoharibiwa ni fedha zetu sisi, si fedha za rais, wala si fedha za waziri mwenye dhamana. Lakini vijana mmepotezwa, vijana mmeharibiwa ufikiri wenu, vijana mmelazimishwa kushikiwa akili zenu na fikra zenu ya kwamba mkiharibu hizi mali, mkiharibu mali za umma, mnaikomoa serikali, mnajikomoa wenyewe. Baada ya vituo vya mwendokasi kusimama, baada ya gari za mwendokasi kusimama, wanaopata madhara ni kina nani? Ni serikali? La. Viongozi wakipita na ving'ora, wana magari yao na ving'ora papo, wanaenda kwenye haja zao, wanarudi. Wanaoketi vituoni masaa 2-3 ni kina nani? Ni mimi na wewe. Sasa hawa wajitao wana harakati, au hawa wana shetani, hawa wanaosababisha vurugu mpaka sisi tukaingia katika ghasia, wanatutakia kheri au wanatutakia shari? Wanatusongesha mbele au wanaturudisha nyuma? Hizi ni tafakuri ambazo kwamba hazihitaji elimu ya juu wala hazihitaji maarifa ya juu.
Lakini kitu ambacho kama nataka tu tufahamu ya kwamba hawa watu hawatakii kheri wananchi. Hawa watu wanapigania maslahi ya matumbo yao. Hawa ni watu ambao kwamba wenye uchu wa madaraka. Hawa ni watu ambao kwamba wanaotumika. Kwa maana watakapofika katika uongozi, mtu hawezi kukufadhili katika hii dunia bure bure tu. Lazima ana maslahi yake. Watakapofika katika uongozi, bila shaka wale watu ambao kwamba mabeberu ambao kwamba waliofikisha katika utawala, lazima nao watataka malipo yao, na wao lazima watalipa fadhila zao. Kwa hivyo lazima watakuja hapa kuja kuchota, kuchukua rasilimali zetu na kutudidimiza kabisa. Kwa hivyo ndugu zangu vijana, naposema tunawasemea vijana, kwani mimi ni mzee? Mimi si mzee. Na ni wangapi kama mimi ambao kwamba unazungumza maneno kama hapo kwamba si wazee, vijana kabisa, wadogo kabisa, vijana wadogo. Nimeitoa vijana wa 2000. Tuko wangapi? Tuko wengi. Kwa hivyo unasema kwamba tunatetea haki za vijana. Haki sisi ni vijana wenyewe ndio sisi, nyinyi wazee. Nyinyi ambao kwamba mnasema pigania haki za vijana ni wazee, sisi ndio vijana wenyewe. Tunatambua, tunajitambua. Tunatambua nini tunataka, wapi tunatoka, wapi tunaelekea. Wito ambao kama nataka kutoa kwa vijana wenzangu, kwa genzi wenzangu, kwamba tujitume, tutunze amani ya nchi yetu, kwa sababu maendeleo hayawezi kupatikana bila amani. Mmefungiwa, ukosefu wa amani umetokea, mmefungiwa ndani. Mtaweza kufanya kazi? Familia zenu mtaweza kuzilisha? Mtaweza kujiingizia vipato vya kuendeleza? Hamwezi. Kwa hivyo kitu cha kwanza katika maendeleo yetu sisi vijana ni amani. Baada ya kutunza amani, kujituma, kuacha uvivu, kuacha kuchagua shughuli na kazi za kufanya. Wote ndugu zangu tumesoma. Yaani hakuna ambaye kwamba sio msomi hapa. Hakuna kilaza hapa ambaye kwamba hajaenda shule. Sote tumesoma. Mimi nimesoma na shahada zangu tena za nje. Sio za hapa, za nje. Hizo nchi ambazo kwamba zinazoheshimika. Tuna mashahada ya huko nje. Tunayo marundo ya mashahada. Tumeweka ndani. Tukaamua kuingia kujituma. Sio lazima uishi kupitia taaluma yako, na sio lazima uishi kupitia shahada yako. Ukishakuja mtaani, angalia mazingira yanataka nini, maisha yanataka nini, basi fuata kanuni, fuata maelekezo, utafaulu. Lakini ukilazimisha kwamba lazima mimi ni msomi, mimi nina shahada, lazima mimi ni ajiriwa, mimi ni kadha, utaketi miaka 20, utaketi miaka 30, utakata tamaa. Sasa ukishakata tamaa, ndio pale fikra yoyote ambayo kwamba iwe nzuri iwe mbaya, ambayo kwamba wewe utadhani kwamba kuna matumaini ndani yake au kuna kutimia ndoto zako ndani yake, wewe utafuata tupate na kuichanganua wala kuifikiria. Kwa sababu dhiki zako sasa zitakuwa zimetoka katika mazingira, zimekuja katika akili yako. Utakuwa huwezi kufikiri. Kufuata maelekezo, fuata mazingira yanavyotaka, fuata hali ya pale ulipo inapotaka, basi biidhnillah utafaulu tu. Inna Allahu huwa-r-razzaqu dhul-quwwati al-matin. Anayetoa riziki ni Allah subhanahu wa ta'ala. Chochote cha halali ambacho kwamba utajishughulisha nacho, basi Allah subhanahu wa ta'ala ataweka riziki ndani yake, ataweka baraka ndani yake, atakufungulia kabisa. Lakini sisi tunakosea na maisha yetu yanakuwa magumu baada ya kufungamanisha riziki zetu na watawala, baada ya kufungamanisha riziki zetu na viongozi. Riziki zetu tuzifungamanisha na anayetoa riziki ambaye kwamba ni Mwenyezi Mungu. Riziki zetu tusizifungamanishe na watawala au na wenye fedha au na viongozi. Hapana, hao wengine wanakuwa ni sababu tu, lakini anayetoa riziki hasani Allah. Nikutoe mfano tu, hao wingi ambao kwamba mnaona matajiri wakubwa, wingi ni wajasiriamali.
Hata si wasomi hivyo tu. Mathalan nitakutolea mfano hapa kwetu Bakhresa. Bakhresa amehitimu chuo kikuu gani? Bakhresa, huyu Bakhresa wetu amehitimu chuo kikuu gani? Lakini tajiri mkubwa, mjasiriamali tu, amejishughulisha. Mwenyezi Mungu ametia baraka ndani yake. Aliajiriwa na nani mpaka akatoka? Aliandikwa kazi wapi? Alipeleka CV zake wapi? Hapana, alijishughulisha. Huyu ni kazi. Takutolea mfano mwingine, Dangote, tajiri nambari 1. Tajiri nambari 1 Afrika. Dangote huyu ambako mnamsikia. Hata darasa la 7 hajamaliza. Darasa la 7 hajamaliza. Dangote huyu mnamsikia Dangote. Tajiri nambari 1 Afrika. Alisoma tu, tuliposoma kule Azhar, chuo kikuu cha Azhar, Egypt, akarudi akaanza kujishughulisha. Na sisi tulichukua mfano kwake. Tulipotoka kule tukaanza kujishughulisha huku tunafanya kazi ya Mungu. Ukijishughulisha ukamtegemea Mwenyezi Mungu utafaulu tu. Lakini ukitegemeza riziki zako na watu, ujue wewe utasomba, utapata tabu, utapauka, utatembea, utachoka na utachoka. Utachakaa kabisa. Utatembea viatu mpaka vimalizike soli, ununue vingine vitoboke, bado utakuwa hujatoboa. Viatu vinatoboka au hujatoboa. Tunafahamiana vizuri sana. Kwa hivyo tujishughulishe, tulinde amani ya nchi yetu, tulinde mshikamano wa nchi yetu. Na haya mambo tukimalizia, haya mambo yanayoendelea mitandaoni, wanaharakati, si upinzani, mimi siyafungamanisha sana, au tafakuri yangu haijanipelekea kuyafungamanisha haya mambo sana na udini. Hapana. Mimi tafakuri yangu fupi inanipelekea kwamba haya mambo yanafungamana na maslahi ya watu binafsi zaidi. Hayana uhusiano kabisa na dini. Hawa wapiga kelele hawana dini hivyo. Wana dini gani mpaka tuseme mambo ni udini? Hakuna. Haya mambo hata kama utakweko, lakini hauna nafasi hiyo ambayo kwamba tunafanya nini? Tunaizungumza katika mitandao. Hata kama utakuepo, nasema hata kama utakuepo, yani, nafasi yake ni ndogo sana. Lakini nafasi kubwa ni ya maslahi ya watu binafsi. Si dini. Hawana dini hiyo kwamba paka vurugu zote mishipa iwatoke na nini, kwamba wanapigania dini, wapenda sana dini, wacha Mungu sana kadha. Wapi bwana? Wafahamika. Wengine walevi tu, wenye pombe tu, wengine wazinifu wakubwa, wengine wacheza kamari wakubwa, wengine wala riba wakubwa, wengine kadha. Na dini gani shekhi? Tusidini. Hawa watu wataka maslahi yao binafsi. Hawa watu wataka machafuko yatokee katika nchi ili ufanye kwamba ni mtaji wao sasa ukufikie katika nini? Katika malengo yao, kama tunavyoona sasa hivi. Wapelekwa kwenye mahakama kuu ya kimataifa. Mahakama kuu ya kimataifa gani ambayo kwamba haina uhuru? Haina uhuru hiyo mahakama kuu ya kimataifa ambayo kwamba ya uhalifu tu ya kimataifa. Haina uhuru. Tumeona juzi imechimbiwa biti na nani? Na Marekani baada ya kutaka kumchunguza Trump na washirika wake. Mkituchunguza tutawekea nini? Sasa vikazo. Kumbe hii mahakama ni ya Afrika pekee yake, si ya wazungu, si ndio? Hapo unaelewa kwamba hii mahakama ni ya Afrika pekee yake, si ya wazungu. Kitaka kumchunguza mzungu, kitaka kumchunguza Trump na washirika wake, tutakuwekea vikwazo. Sasa hiyo mahakama ina uhuru hiyo? Inamiliki uhuru wake? Au ni ya mabebeo? Sasa mahakama gani ambapo mnataka sisi viongozi wetu waende wakachunguze huko? Hao wauaji ndio mnataka waje watuchunguze sisi? Hao wabaguzi wakubwa rangi wazungu hawa. Juzi mmeona Trump anavomtukana yule mwanamama mbunge yule wa Kisomali yule Ilhan Omar, anavomtukana mpaka amefikia kuwaita wa Somali kwamba ni takataka. Hizi takataka zirudi kwao, kwamba watu weusi kwao ni takataka. Hao watu itao takataka na mtaka waje watuchunguze. Tutaka tume itoke kule kwa wazungu. Wale ndio wanajua haki za binadamu. Wale ndio wanajua haki za binadamu, wanaweza kuwatesa vile watu wa Gaza. Wamewafanya nini wale?
mnajua haki za binadamu. Mnaweza kumuita binadamu takataka. Hamuyaoni jamaa haya? Au ni hamuelewi kizungu? Hamuelewi haya anayosema Trump juzi, wiki moja mbili mpaka sasa hivi? Awaita watu takataka. Haya mambo mara nyingine tunaamua kunyamaza tu, hatutaki kuyasema. Lakini sio kwamba hatufahamu kinachoendelea, sio kwamba hatufahamu malengo yenu. Tunafahamu malengo yenu, tunafahamu kinachoendelea. Tuacheni sisi vijana tujenge mustakbali wetu. Acheni amani idumu. Vijana kama mimi ni wangapi ambao kwamba wanapambania mustakbali wao mwema? Ni vijana wangapi kama mimi ambao kwamba wanapambania maisha yao, waishi katika maisha ya ndoto zao? Nyinyi hamuoni mkileta vurugu katika nchi hii, mnatukatisha ndoto zetu, mnatuchelewesha kufika katika malengo yetu? Ya Rab, tunakuomba utusalimishe dhidi ya hao maadui wa nchi yetu. Ya Allah, Mwenyezi Mungu, tunakuomba haya majinamizi ambayo kwamba yanataka kuondosha amani ya nchi hii na kutukalia katika makoo yetu, tunakuomba ya Rabbi uangamize haya majinamizi yote. Ya Rabbi, hivi karagosi vyote ambavyo kwamba vinavyoleta uchochezi na kuchafua amani ya nchi hii na kuwachafua viongozi wa nchi, ya Rabbi, hivi karagosi vyote viangamize na uende ukavitupe baharini. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana ba'di mu'ayyidan ma'suma. Allahumma ja'al hadha al-balada aminan mutma'inna. Allahumma ja'al hadha al-balada aminan mutma'inna. Allahumma ja'al hadha al-balada aminan mutma'inna birahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.